Habari za asubuhi, habari za mkutano, hamjambo. Tunamshukuru pia Mungu wetu siku hii katika mfululizo wa mikutano hii, wito wa kusimama imara katika imani. Katika vipindi ambavyo tumevipata kwa jumla hapa na vipindi vya washa, Mungu anaendelea kutubariki kwa elimu mbalimbali ya neno lake. Jana tulikuwa na maeneo mawili katika theme yetu. Asubuhi ilikuwa wito hasa ni nini? Maana theme yetu ina wito. Alafu mchana ilikuwa nini hiki ambacho kinaitwa kusimama imara. Leo ni sehemu ya mwisho ya hii theme, imani. Na ni ya muhimu sana, kwa sababu si kwa kuwa mimi nasema ni sehemu ya muhimu, lakini kwa kuwa ndivyo Biblia inavyoeleza. Yaani imani ni eneo muhimu mno. Maana wote watakaookolewa ni kwa sababu waliamini. Biblia inasema aaminie ataokolewa. Ndiyo Marko 16 inavyosema. Asiamini atahukumiwa. Kwa hivyo ni eneo muhimu mno. Hata tungeweza kutembea nayo ndani ya wiki nzima. Akitokuja kuiangalia vile ambavyo inatembea ndani ya somo hili. Ndio maana kila mada inaenda in faith. Kwa hiyo wito kusimama imara, lakini hiyo kusimama imara hiyo katika imani. Kwa hiyo ni eneo muhimu ambalo mchana huu itakuwa ni sehemu ya kwanza, na jioni itakuwa ni sehemu ya pili. Ndiposa tuingie sasa kwa vijana hawa. Walifikaje hapo? Kwa sababu tunatamani kufika hapo walipofika, na ni tamanio la mbingu tufike hapo. Kwa hivyo kupitia alivyofanya kwa hawa vijana, kwa sababu ni utendaji wa Mungu kwa hawa vijana, ndivyo hivyo atakavyofanya na anavyofanya kwetu. Kwa hivyo tunaenda kuangalia moja ya eneo muhimu sana. Bila hili hamna tumaini. Imani. Na somo letu katika siku hii yote lina kichwa kinachosema wakati imani na akili vinapogongana. When faith and reason crash. Ninajaribiwa kuamini kwamba tunaelewa maeneo yafuatayo. Moja ya katika kugongana kwa imani. Tunaonekana kujua ama kupitia uzoefu. Imani inapopambana na hukumu za Mungu. Nadhani umewahi kupata uzoefu huo. When faith struggles with God's judgment. Ukiangalia habari ya Uza, anashika lile sanduku alafu anakufa. Unabaki unasema unapata shida katika imani yako.
Ukiacha hiyo, angalia ile ambayo kwamba wanakula tunda, halafu ndio madhara yote haya. When faith struggles with God's judgment, hiyo kwa Mkristo anapitia. Lakini eneo jingine ambalo hilo nadhani liko wazi sana ni pale imani inapopambana na dhambi ama ulimwengu wa dhambi. Sinful world. Faith in a struggle. Naona ni Warumi pa anasema, nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? When faith struggles with a sinful world. Hiyo kia Mkristo ana experience. Na sisi sio wa kwanza kukabiliana na hilo, lakini hilo ni pambano la imani. Kila muumini anayesema na kuamini wewe ni Bwana Mwokozi lazima aingie kwenye hilo pambano. Lazima. Na linapokolea sana unasikia mtu anasema Mungu anajua atakavyookoa watu wake. Hapo ujue pambano limekolea. Hapa Mungu anajua atakavyookoa watu wake jamani. Unasukuma huku, unasukuma huku, unasukuma huku, unatoa hadi kemkemu, ungama na kutubu, halafu kesho tu uko chini. Baada ya hiyo up and downs, up and ya inapotokea hizo inafikia hatua unasema no, the bar is set very higher that I cannot reach. Ukipata ubiri nasema no, there is grace of God. Hakuna utakachofanya wewe uokolewe, ni neema tu ya Mungu. Asema oh thank God at last. When we comfort ourselves in sin, quoting the grace of God. Wewe unapoona hilo pambano limefikia hapo na ukapata mahubiri ya namna hiyo, nasema this is the gospel. Na unapelekwa kule kwenye Ephesians 2:8, kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo sio uwezo wenu bali ni kipawa cha nani? Kwa hiyo sio wewe. Wewe hakuna chochote unafanya. Ni neema ya Mungu. Unasema ya. Hapa ndipo injili, you feel good you feel the presence of God. Unasikia brethren wanasema amen, oh hallelujah, praise God. When faith struggles with a sinful world. Lakini eneo jingine la tatu ambalo mara nyingi imani unaona inapambana ni pale Mungu anapotoa majibu yake, halafu imani inapambana. Unaweza ukasema mbona hiyo hivi linatokea hilo? When faith struggles with God's solution. Haya maeneo matatu huwa kuna kitu kimefichika hapo ndani ambacho hasa unaweza usikielewe ama nisikielewe mimi, ambacho Mungu anataka atu expose kwamba kwa nini kuna struggle ya faith katika area God's judgment, katika area sinful world, katika area God's answer or God's solution. When God replies to our struggle, to our problem, and we struggle again. So here there is a problem. Faith struggles with a problem, sinful world, but there is also God's solution, kwamba huu ndio ufumbuzi wa jambo, and then also we struggle. Nakumbuka
Wako watu kadhaa waliopambana kweli kweli. Mmoja wapo aliyepambana ni Habakuki. Wakati kuna problem katika Yuda, wanapopambana dhambi zimeenda juu mpaka Habakuki anasema, kwa nini Bwana mwenye haki unaona dhambi inaendelea and you are not doing anything? Alafu Mungu yuko kimya. Alafu alipokuja kujibu anasema, ninaleta Wakalidayo. God's solution to human problem. Ninaleta Wakalidayo. Wao ndio watakao kuwa ufumbuzi wa tatizo hili. Ayubu akapiga kelele, what? Unawezaje kutumia waovu zaidi kuja kushughulika na wanaoonekana wema? Alafu Mungu akasema, the just shall live by faith. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda huu tunapokwenda kusikia neno lako. Tufundishe imani ni nini, na utujalie kuitikia majibu ama ufumbuzi wako. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. The hidden agenda katika hizo struggle zote, reason. Faith and reason, hawa ni giants. Ni giants. Ni kwa sababu huwezi kuona wanapotifua na kukabiliana. Lakini unasema hii ni the crash of the titans. Yani ni wale miamba wawili wanaokaliana. Na hiyo sio kule nje, kwa sababu watu wengi tulivyoona Anania, Misha na Azaria, tunaona tu environment ya nje. Hauwezi ukakaibiana na hiyo kama ile ya ndani haijapata ufumbuzi. Kwa sababu tutakuja kuangalia huko baadaye, kwa sababu unapozungumzia temptation na trial zina tofauti ya maeneo yanayofanyia kazi. Sasa hawa wanapokabiliana nayo hapa, hii tunasema ni challenge. Challenge inatoka nje, ama trial ama test. Lakini temptation inatoka ndani. Na hapo ndipo hawa vijana wasingeweza kuwa watulivu kiasi hiki, lakini imara kiasi hiki, kama hawajapata ufumbuzi wa imani na akili ama nia, reason and faith. The good thing is this: faith and reason have a same source. God is the source of our faith, and is the source of our reason. Kwenye faith tunajifunza tu kwamba katika Kristo tumepewa kuamini. Kuamini is a gift. Ndivyo anasema kwenye Philippians 1:29. Katika Kristo tumepewa kuamini. Kuna vitu vile amesema pale, to suffer and to believe. Kwa hiyo vyote ni given. Sisi ni recipients, tunapokea. Kwa hiyo imani sio kitu ambacho mtu anajitengenezea, anapokea. Mungu anasema chukua imani, halafu tunaipokea. Kwa hiyo imani inatoka kwake. Ndivyo Biblia inavyoeleza vile. Lakini reason nayo inatoka kwake. Kwa sababu ukisoma ile first John, ile sura ile ya 5 na ile aya ya 20, hebu soma pale. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 ile aya ya 20, anaeleza. Lakini pia tutaenda kwenye 2 Timothy chapter 2 and verse 7. Hebu soma pale uone kwamba reason nayo hutoka kwa Mungu. Akili ama nia, vyote vinatoka kwake. Hebu soma hiyo Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 ile aya ya 20.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 20, neno la Bwana linasema hivi. Nasema, nasi twajua ya kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Soma vizuri sasa. Asante. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Ndio. Naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Ametupa nini? Akili. Ili kwamba tumjue yeye. Nataka ujue tu kwamba bado hiyo akili ya kumjua yeye ndiye anayetupatia. 2 Timothy chapter 2 and verse 7. Anatupatia akili. Kama anavyotupatia imani, ndivyo anatupatia akili. Hebu soma tena. Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2 na mstari wa 7, neno la Mungu linasema, yafahamu sana hayo nisemayo. Ndio. Kwamba maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Bwana atakupa nini? Akili. Yanatumika hii maneno ya Kiunani mawili, yanatumika, unaona umetumia neno hili ama hili, yanamaanisha akili, understanding. Sawa na Kiingereza anatumia neno the mind, ama anatumia neno understanding. Unaona baadhi ya version ya tafsiri understanding or mind. Ndio maana kwenye ile Philippians 2:5 anasema let this mind be in you as it was in Jesus Christ. Let this mind. Hebu akili nia, hebu muwe na akili hii. Lakini ametumia pale kwa Kiswahili nia. Wakati fulani tu ametumia neno nia, nous kwa Kigiriki, nia. Lakini ni ile understanding ametumia neno gnosko la Kigiriki. Kuna nous na kuna gnosko. Sasa hii yote kwamba ni knowledge, kwamba ni mind, Mungu anatoa. Kwa hivyo havipasi kupambana. Sasa Mungu hawezi kutupatia akili ili ipambane na imani. Lazima kuna kitu kiko tofauti mara fulani. Kwa hiyo mtu anaposhindwa kuruhusu faith penetrate kwenye hukumu za Mungu, sio kwamba akili nilio nayo kuna mahara kuna shida, kwa sababu akili na imani chanzo chake ni moja tu, ni Mungu. Ndio maana wote wanaotumia akili yao vizuri hawawezi kuja na sayansi inayopambana na faith, kwa sababu they have the same source. Hiyo nyingine yote wanayoitengeneza leo na kudhani ni akili, hiyo ndio Biblia inasema ni upumbavu. Kwa hiyo akasema hawa wanasayansi wanapotoka hawa, lakini njoo kwenye ulimwengu wa Kristo kwamba hata mimi na wewe tunapambana mno Mungu na hukumu za Mungu. Unaposoma Biblia unaona hukumu za Bwana, unapambana, unashindwa kuelewa, na kwa sababu haviji kwenye akili unasema no, huyu Mungu hapana huyu. Ndio maana wengine wamekataa agano la kale, wanamuona Mungu wa agano la kale katili, Mungu anayelipa kisasi, Mungu anayefanya hiki na kile. Kwa hiyo wanajibanza, wanasema mimi ni Mungu wa agano jipya, Mungu aliyejaa neema. Sio yule anayeonekana agano la kale akisema nenda uwe watu wa Kanaani, uwa wa Maleki, uwa mpaka na watoto, uwa mpaka na wanyama. What kind of God? Anasema hii agano la kale kweli ndio Mungu huyu. Alafu ukisoma Biblia inasema ndio yeye yule jana, leo na hata nini. But we struggle. Sisi Mungu huyo ambaye anaonekana analeta hukumu zake, huyo sio Mungu aliye rafiki kwetu. Huyo sio yeye. Sisi tunataka Mungu anayeokoa, Mungu anayekomboa, Mungu anayerehemu, Mungu anayesamehe. Na tuna zile aya za agano la kale anapotangaza jina lake. Lakini unapokwenda mpaka huku bado Biblia inasema kwamba Mungu aliyeokoa na Israeli ni Mungu aliyewaua. Kwenye Yuda 5, maana ina sura moja peke yake. Hiyo hatutaki kusikia hiyo. Na hii agano jipya. Hebu soma hiyo. Soma Yuda 5. Napenda niwakumbushe japokuwa mmekwisha kujua hayo yote. Hebu soma msomaji. Neno la Mungu linasema, tena napenda kuwakumbusha kwamba ijapokuwa mmekwisha kujua hayo yote, haya yote, ya kwamba Bwana
akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri. Bwana ambaye ni mwokozi kutoka katika nchi ya Misri Aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Aliwaua wasioamini. Halafu mtu anasema, unajua kama waamini basi Mungu ana rehema zake. Sema, hey, hold a bit. God who saves is God who kills. Sisi tumejichagulia tu uelewa wa Mungu na tumejichagulia tukanyofoa attributes zake fulani. Zingine hizo baki nazo wewe kule. Sisi tuna Mungu wa namna hii. Umesahau unapozungumzia Yesu akija dunia itachomwa moto. The same God atakayechoma ndugu zetu, choma marafiki zetu, choma majirani zetu, choma hata wazazi, choma hata kaka na dada ambao hawataamini, atachoma. Na wale waambie tu pekee, na sio kwamba utanungunike, Bwana umeua ndugu zangu. Hapana. Yani wewe ukishaokolewa kule, Biblia inasema wewe utabaki kusema ni za haki na za kweli hukumu zako. If you don't believe, if you are struggling against God's judgment right now, you will not be on his side when he comes. Kama unaona Mungu anaenda kuondoa dhambi na kila chenye uasi na unasikitika kwa nini asingelifanya hivyo, maana yake hautakuwa upande wa Mungu. Maana watakao kuwa upande wa Mungu watasema ni za haki na za kweli, na tufurahie na kushangilia wokovu. So God who serves is God who kills. He serves who believes and he destroys those who Kwa hiyo sio kitu cha kusema ni hivi na pale. Lazima tujue sisi Mungu wetu yukoje. Kwa hiyo maana ya habari ya faith, we have faith, we are sure of our salvation. We don't have the other side. Kwa unapozungumza call to stand firm in faith, hii ni swala la kufa na kupona when you touch this button of faith. Faith is not a feelings. Kwa sababu faith haijengwi na hormone secretions. What I should machozi, that is not faith. Hiyo ni response of grandiose system. Unaleta habari ya secretions za matezi. Kwa vile tu ziko attached na kwenye brain. Kama utafanya hivyo na ulete pia tezi dume, halafu useme that is faith. Hizo ni mambo ya response. Kulia na kucheka, hizo ni response tupu. Uwezo kuzungumzia, ndio maana watu leo wakifurahi wanasema hiyo, kwa sababu Biblia inasema hata inaposema furaha ni furaha ya Bwana, sio furaha ya hela, sio furaha ya afya, sio furaha ya kupata ajira. Never. Joy of our Lord God Jesus Christ. Ndio anazozungumza. Fuingieni katika furaha ya Bwana. Sio furaha ya mchungaji wako wala furaha ya manatukasa, ni furaha ya Bwana. Yaani usipoifahamu hiyo utafurahia vitu vya ovyo. Ukasema tuna enjoy. Biblia inasema hivi, kutenda mapenzi yako Bwana ndio furaha yangu. If that kind of happiness comes from doing the Father's will, then you have a real happiness. Lakini nayumba kufanya mapenzi ya Bwana, halafu nasema ninafurahi, mshahara umeongezeka. Hiyo hata wapagani wanafuraha. Sio. Kwa hiyo Biblia inapoeleza habari hii inazungumzia faith ni pattern ambayo ni very very sensitive, na ni rahisi watu kuifanya iwe tofauti kwa sababu ni rahisi kuichanganya na hisia. Na mtu anakuambia amini tu, unajua kiamini inawezekana. Kwa hiyo unaamua kuitengeneza hiyo kuamini. Yaani amuka kila siku unasema kila siku amini. Hiyo sio money made faith. It's a gift from God. Even reason also is a gift from God. So reason
Kwa nini Mungu ametupatia reason? Unaposoma kwenye ile, hii andika tu hizi aya, kwenye ile Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu afanyaye nini? Amini, asipotee bali apate uzima. Sasa ili ujue kwamba reasoning sio kitu kibaya, maana Mungu hawezi kutoa kitu ambacho ni kibaya. Angalia vile Biblia inavyoeleza jambo hili. Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa. How do you harmonize the two? Faith and understanding. Yani ukileta faith, there is salvation. You lack understanding, you get lost. So salvation is in a hang. Salvation in a hang kwenye vitu viwili, faith and reason. Kwa hiyo haivipasi kabisa kucrash. Kwa sababu hiyo watu wangu wanaangamia kosa maarifa. Hiyo ni Hosea 4:6. Wanaangamia kosa maarifa. Kwa hiyo ina maana mtu akikosa maarifa anapotea. Mtu akikosa imani anapotea. Ikiwa vyote vinapeleka kupata uzima wa milele, na ukivikosa tunakosa uzima. Ndipo nikajua kwa nini Yesu alipokuwa anaomba ile sala yake ya mwisho hapa duniani usiku ule alipokamata Ijumaa, kwenye John 17:3 alisema, this is eternal life, that they may know you, the only true God. Sasa angalia, knowing God, ginosko, understanding him is to get eternal life. Hapa azungumzia swala la faith, ila anazungumzia habari ya knowledge. Kwa ndio maana kwa nini Hosea anasema you lack knowledge, you get lost. Na Yesu anaomba, anasema kumjua Mungu is imperative. Why? Ndipo nikaelewa kwa nini Paulo anaandika kwa Romans 10:17. Anasema faith chanzo chake ni kufanyaje? Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa angalia why they meet. Knowledge and faith. Kwa hiyo unaona kumbe imani, kama unazungumzia imani, inatokana na knowledge. Knowledge ina neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana mtu akisema anaamini halafu hana reference ya neno, asiseme hiyo ni imani, atafute jina jingine. Kwa sababu chanzo cha imani ni kusikia, na kule kusikia huja kwa neno. Na neno ndio linaleta understanding. Ndio maana Yesu alipokuwa anaomba kwenye John 17:8 anasema, hebu soma eneo hilo, soma hapo John 17:8 uone anavyoeleza hapa. Haya, soma hapo John 17, Yohana 17 mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema, nasema, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakayakubali, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako. Walipopokea wakajua. Kwa hiyo kujua kwao ni neno la kwanza. La pili wakafanyaje msomaji? Wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, kwamba wakajua nimetoka kwako. La pili wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, wakaamini wewe ndiye uliyenituma. Kwa hiyo unaona neno linaleta understanding and belief. Hii ndio inayotueleza ya kwamba reason, mind na faith havipaswi kucollide. Vyote vinazungumza kuhusu huyo mmoja. Ndio maana unaposoma ile Isaiah 1
18, njooni tusemezane. Anasema Bwana, kwenye Kiswahili unaweza ukaona ni maneno, but that is not. Katika lugha ya Kiebrania haitumii neno speaking, inazungumzia reasoning. Bring your mind, let's reason. Haisemi let's speak or let's talk. Reason. Don't use your lips, use your brain. Na kwenye Kiswahili tusemezane. Kwa hiyo nafikiri ni maneno ya kuzungumza, lakini yeye anataka engage the mind. Put your mind on action. Kwa nini? Kwa sababu ndiye ametoa yeye mwenyewe. Na hiyo ndio unapoileta your mind katika action. Anasema dhambi zako zinapokuwa namna gani zitakuwa hivi. Bring that mind. Usilete machozi. Usilete kicheko na kulia. Hasemi leta huzuni. Never. Bring your mind. Why the mind? Kwa sababu the mind ina sifa moja pekee. Ina weigh things, ina analyze things, ina bring things into balance. Huyo aliyekuwa anatangaza hapa alisema, na alikote kwenye Hebrews 11:1, imani ni kuwa na hakika ya mambo ya sionekana, mambo ya tarajiwayo, bayana ya mambo ya sionekana. Andi ile anamaanisha kwamba faith must carry evidence. Hasa unajiuliza, unapataje ushahidi wa imani? Anasema no, lazima uwe na evidence. Kwa nini? Kwa sababu reason is part. Ukikosa reasoning inakuwa mhemuko, inakuwa ujinga. Utachukua Biblia unaita hii ni travel document, uende uwanja wa ndege upeleke injili Uarabuni. When reasoning is missing. Na ndiyo maana Paulo anasema kwenye 1 Corinthians 14:15, nitaomba kwa roho na nitaomba kwa akili, nitaimba kwa roho na nitaimba kwa. Na ninyi ambao wanatukasa, ambao ibilisi anataka achomoe akili, but I feel good with this kind of music. Una play emotions. Bring the mind into your singing. If you are singing, mind is lacking. Oh. Paulo anasema unaimba ni kitu gani hicho? Uimbaji ambao hakuna akili. Hapo nasema hapo ninaimba huku napigwa jeki. Uimbaji usio na akili ni kopo. Ndio maana mwalimu wetu alikuwa anatucorrect hapa. Wewe unaimbishaje wakati unaimbisha kule? Sijui santuri muonekano, sijui mnato, sijui nini ile inaitwa ile. Watu wamerekodi na watu wanaoimba wako hapa. Alafu na watu wa Mungu nao wanaimba hawajashika maiki, na wao wako hai hapa na maiki ziko hapa. Lakini wamekomaa tu kuimba. Yaani ukikosa akili, unafikiri mbingu haina teknolojia? Yaani malaika wako mbele za Mungu wamerekodi. Da. Pata kirusi cha mafua ya ndege, lakini sio hicho. Hicho ni kibaya, hujawahi ona. Kibaya hata level. Kama hatuwezi kuimba at that level, maana yake why? Kwa nini? Haitatoka vizuri, zitatoka sauti zinakwaruza. Wataendelea kuimprove watu wa Mungu kuliko kuwafanya kama vikatuni hapa.
Ni sawa na yuko unasema mimi ni Mtanzania, kumbe nchi ishabadilishwa jina. Haitu tena Tanzania. Yaani wao wanakuhoji kabisa, media iko live. Anasema unatokea nchi gani? Nchi ya Tanzania. Kumbe ilishakabadilishwa jina. Anasema Tanzania inapatikana wapi? East Africa. Anasema huyu. So faith and reasoning. Ndio maana unaona kwenye Matthew 22:30 anasema mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako. Mtu hawezi kukwambia anakuletea mafuta ya upako when the mind is not there. Na anakuuzia eti ameatoa Israeli. Israeli ndio wanapigana vita mpaka leo. Hii ingilikuwa imeshawasaidia wao. Mafuta ya upako uliyapata wapi wewe? Hafa nakwambia jina la Bwana Yesu ni ulinzi, wakati yeye ana bodyguard. Anakuambia nikikuombea utapata mali, wakati yeye anasema kila sala leta 10,000. Sala inatofautiana, ukitoa 1,000,000 sala inapanda kiwango. Kwa nini akili? Unapokosa akili, hypnotization ambayo inachomoa akili, unabaki na feelings and emotions and you call it faith. Hawa vijana hawezi wakasimama na hiyo akili mgando huo. Hiyo mgando hawezi wakasimama wale vijana. Kwa hivyo Biblia inaeleza no, faith and reason lazima ziende kwa pamoja. Kwa hiyo ikiwa reasoning na faith vina crash, kuna shida. So what is faith? Kwa kuwa hii aya tusome sasa tuone. Tuombe kwanza. Mungu wetu, tufundishe hili neno mchana huu kwa dakika hizi chache. Imani ni nini? Kwa jina la Yesu, amina. Daniel 3:16 to 17. Tuione kwa sababu pale ndipo unaiona two branches of faith. Kwa mchana huu ni the first part of it. Jioni ndio tutaingia ile 18. Leo tutasoma hii key text ama theme text 16 na 17. Hebu soma. Katika kitabu cha Danieli 16, Danieli 3 na ule mstari wa 16, neno la Bwana linasema, ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakamjibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Hatuna haja. 17, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru lile iwakayo moto. Our God is able. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Is able katika mambo mawili ulio ya raise. Kwenye tanuru is able to save us. Kwenye mkono wako, kwa maana authority, is also able. What is that kind of faith? Na ambayo nataka kusikiliza kwenye 17 anachomaanisha wa vijana ni nini anachozungumza. Faith in the Old Testament inafahamika kama kuona. Miongoni mwa mambo ambayo mchungaji atufundisha hapa jana, akitaja neno nabii, nabii, kuna neno jingine la Kiebrania wanaita
Rahad. Rahad ndio tusi. Manabii walijulikana pia kama waonaji. Utaona 1 Samuel 9:9 na mengine mengi. Manabii unapoona sikia kwa Kiswahili muonaji. Muonaji. Why? They were able to view things of this world in God's perspective. Kwa kuwa waliweza kuyaona mambo yote na kuyatafsiri katika uelewa wa Mungu. Wao wakiyaona hivyo wanayaona katika uelewa wa Mungu. Walijulikana waonaji. The seer kwa Kiingereza. Samuel alijulikana kama muonaji, na manabii wengine wengi wametajwa kwa jina hilo muonaji. Ukiangalia kwenye cross reference kwenye Biblia yako utaona waonaji, manabii, muonaji. Kwa hiyo wakati fulani hawakuitwa nabii, lakini wakati fulani waliitwa waonaji. Kwa sababu hiyo wanaweza kuyaona mambo katika uelewa wa Mungu. Lakini hilo neno muonaji huyo ndio neno Rahad. Na limewekwa wazi sana kwenye kitabu kile cha Mwanzo kwa wazi mno na wito wa Abraham. Kwenye ile Mwanzo sura ya 22, sura ya 12, Ibrahimu alipoitwa kutoka Uru wa Kaldayo, ile aya ya kwanza inasema nami nitakuonyesha nchi. Ile neno nitakuonyesha ama nitakuonesha, neno Rahad, verb, Hebrew verb ra'ar. I will make you see. Ra'ar, ambako kule kwenye Hebrews 11 anasema Ibrahimu alipoitwa alitoka asijue anakokwenda. Sasa angalia connection. He really went not knowing, lakini ataona. Sasa angalia hapa vile ginosko ama lile neno ambalo tuliangalia ambalo maanisha understanding, para ambako inafika mahara reason inapisha faith to go ahead. Jioni tutakuja kuangalia when they, tuangalie hapo vizuri hapo jioni. Kwa hivyo akaenda asijue na anaenda haoneshwe Rahad. Watu wengi wanaposoma hiyo Genesis 12, wito wa Mungu kwa Abraham, wanaona ni wakumpeleka nchi ya Canaan, but that was not the ultimate call. Pale alikuwa ndipo sasa ameset mguu wake kwenye shule. Yani Canaan ilikuwa ni training site. Kura ambako Mungu alikuwa anampeleka ni kwenye juu ya mlima Moria. Na hiyo ni Mwanzo 22. Na Biblia inaeleza, hebu soma ile aya ya pili. Mwanzo 22 aya ya pili. Pale ndipo utaona kwa nini alimtoa Uru wa Kaldayo. Yaani hiyo miaka yote hiyo alikuwa anamfundisha amfikishe pale. Mwanzo sura ile ya 22 na ile aya ya pili. Hebu soma. Neno linasema, akasema umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, huyu wa pekee umpendaye, ndio Isaka, ndio, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko. Ile neno nchi ya Moria is a noun, ni nomino ambayo inatokana na verb Rahad. Kwa hiyo sasa mo ikishaanza mo inabadilika kutoka verb inaenda kuwa noun. It's the same Hebrew root word ambayo ni Rahad. Kwa hiyo Moria maana yake ni eneo la kuona. Wewe mwambia nataka nikupeleke kwenye nitakayo kuonyesha. Nataka nikufanye uone. Na sasa ameshapata mtoto ana miaka 20, sasa anampeleka juu ya mlima wa kuona. Ra'ar. Soma mstari wa 4. Siku 3 njiani alipokaribia mlima Moria, mlima wa kuona. Ona alichosema hapa. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali Rahad, akaona pakali mbali. Akaona Rahad, verb. Toka Moria ni nomino, mstari wa 4 ikabadilika ikawa ni verb.
akaona kwenye mlima wa kuona. Mstari wa 8. Ibrahim anajibu swali Ibrahimu na kijana wake, mwana kondoo yuko wapi? This was the reply. Hebu soma. 8 inasema Ibrahimu akasema, akamwambiaje mwanae? Mungu atajipatia mwana kondoo. Mungu atajipatia mwana kondoo. Kwa hiyo sadaka mwanangu. Neno wa atajipatia ni Kiswahili wameshifti. Ni neno lile lile rahari, ambao kianza God will provide. Kwa nazungumzia habari ya providence of God. Lakini neno rahari manake God will let us see. Kwa hiyo Kiswahili nasema atajipatia, lakini neno lake ni kwamba atatuwezesha kuona wana kondoo. Anazungumza kitu ambacho kiko so deep, hata hajui itakuwaje, lakini anaenda. Ukienda ule mstari wa 13, sikiliza tena. Wakati anataka kumchinja Isaka, malaika akaintervene. Ndipo sasa akamwambia Ibrahimu, ndio Ibrahimu akainua macho tena akaona. Soma mstari wa 13. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia. Na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake. Amenaswa pembe zake katika kichaka. Akaona Aram. Angalia vile inavyoenda, akaona. So God caused him to see. Aya 14, ona anachosema tena hapa. Aya 14, Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire. Jehova Jire. Kama nani unaposoma unaposikia katika mlima wa Bwana ita neno Jehova Yire. Hilo neno kwa sababu ya, unajua Kiebrania cha ajabu, ukitani tu kitu fulani utamshi unabadilika. The same root word ambayo ina maana rahari. Maana nasema Yehova Yire, maana yake mlima wa Yehova wa kuonekana. Sasa tafsiri inayosema katika mlima wa Bwana itapatikana. Ili uifahamu vizuri ndio unaona Waebrania anasema hao wote wakafa hawajazipokea ahadi, ila waliziona tokea wakashangilia. So they saw a promise. Kwa hiyo kutoka Ur of Chaldean ilikuwa ni kumsaidia Ibrahimu aone anayekuja. Ndio unaona neno mzawa anakuja. Ni akaona. Na Yesu anasema kwenye ile John 8 anazungumza kwenye ile 56 anasema Ibrahimu aliiona akafurahi. Tunatumia neno akashangilia. Aliiona siku yangu akashangilia. The Mount of Moriah, Abraham saw the seed. Kwa hiyo ukizungumzia what is faith in Old Testament is when you see. Seeing what? Seeing God. So what is faith? Mchana huu wa leo, pale unapomuona Mungu, that is faith. 3 Hebrew men hapa, wakati wanaona watu wote, wanaona jaziba ya Nebukadreza, wanaona tanuru na wako moto, wao walichoona walimuona Mungu. That's the difference. When you see God in your situation, acha ile ya kusema nimepona ndio unasema nimemuona Mungu. No, you see him while things are not good. Hicho ndicho alichokifanya hawa vijana. Na ndio naona kwenye Hebrew 11:1 ni kuwa na hakika. Lakini ni kuwa na hakika nini? Kwenye mstari wa 6 wanasema pasipo imani hakuna kumpendeza Mungu. Maana yeye amwendeaye Mungu lazima aamini Mungu yupo. God exists. Kwa hiyo wakati wao hawaoni chochote, hawa vijana wanaona Mungu yu hai na anaishi. Kwa kumwambia our God is able.
we don't see your furnace. We don't see your wrath. We don't see your mighty soldiers. We see our God who is able. Na ndio maana Petro alizama kwa sababu alihamisha macho yake kwa Kristo. Alitembea mara mbili Petro. Ya kwanza na anatembea kukiwa kuna dhoruba. Yesu amecommand come over. Akatoka kwenye mtumbwi. Kanuni yote ya the law of flotation ikaseize. Ndio maana faith and reasoning, kuna mahali ambako inabidi reason irudi nyuma, halafu faith take over. Kwa hiyo alipotembea hakuna kilichopungua. Dhoruba ni kali, radi na ngurumo, mawimbi ni kama mlima, but he is walking. Peter, Biblia inasema alipoona upepo, when he changed the focus, faith was no more, because he saw the whirlwind, the tempest, the storm, the challenge, the problem, everything that we view. The danger is when we take our eyes away from God, we make God very small and we magnify the challenge. Sinking will be the fact. Faith sees God, views God, magnifies God, and all the rest will return strangely dim. Hata kama unauma ugonjwa wowote, utakuwa mkubwa sana ugonjwa huo. Ukitoa macho yako kwa Kristo, ugonjwa utakuwa mlima Kilimanjaro. Lakini ugonjwa utakuwa kitu kidogo mno ikiwa macho yako yako kwake. Kama unamuona Elisha hawezi kutoka kitandani, maana yake ana maumivu. Nilisema aliugua ugonjwa uliomuua, tena sio kwa siku mbili, miezi mingi, yuko kitandani. Lakini anapokuja yule mfalme kijana kwa ajili ya taifa la Yuda, bado anamwambia chukua upinde, weka na uta. Akanyosha mkono akashika, fungua dirisha, mshale wa Bwana kwa Washami wa kushinda. Ana pain, he is suffering, agonizing because of whatever, but his eyes. Watu nazungumzia migongo kila kona. Na reba mjaingia. Na kila mtu ameshajua unatishwa kwenye mgongo. Siku kienda reba, yani unazungumza matatizo sana, baada ya kuzungumza Mungu wako ambaye ukiwa naye uko satisfied. Unazungumzia habari ya challenge ya mitihani siku ya Sabato. You don't talk about how God is big. Our God is able. We don't see the challenge during the exam on Sabbath day. We see our God who is able. Tena utachukua muda upigie mchungaji yote simu, because you see God, you are not seeing your pastor. Hiyo ndio faith. When you see God, that means you believe. Na ndio maana, why you believe? You have the word, you have the evidence. God created the word. Alisema ikawa, aliamuru vikasimama. Ndiye sustainer, anayetunza vitu vyote. Ndiye akinyosha mkono hakuna naye. So you have the knowledge, you have the evidence. That's why you believe. That's why you trust. Because you have the knowledge. If we miss the knowledge, the word of God, our faith will be crippled. Kama hautasoma Biblia, utakuwa mkiwete. Yani imani utakayokuwa nayo itakuwa ni feelings, not faith. Kwa sababu faith lazima itoke, it is written. Huwezi ukasimamia ukweli ambao hauna. Utasimamia hisia. Unavyoona mambo, mimi nionavyo. No. Ausemavyo Bwana. Thus says the Lord. Wasingeweza kukaa vile kama wasingelijua Mungu wao alifanya nini baada ya Shamu, alifanya nini mapigo kule Misri, alifanya nini. Walijua Mungu wao alichokifanya. Alilisha watu wa Israeli miaka 40, hawaendi kwa jembe, ametunza miguu yao haivimbi, ametunza mavazi yao miaka 40. Hakuna shopping, hakuna chochote. 40 good years.
gather this knowledge. Kama hutasoma, unaangalia tamthilia season after season, za Kihindi, za Kituruki, za Kibongo, za Kinigeria. Yani wewe unaumbisha tu kama mlango kwenye bawaba. Hii ni season nyingine. Umekodoa macho na mnai kwenye vituko kama hivyo. My friend, you cannot stand. Hivyo havijawahi kulisha reason. Hivyo ni reason destroyers. Uwezi ukarisha reason na Simba na Yanga, Manchester na sijui na nani. Hey, utarisha takataka, utakuwa na crippled reasoning. Ndio maana unaji-identify, mimi na Ronaldo, mimi na nani, pumbavu. Mwanaume mzima na suruali umevaa na unajisifia, angalau ungejisifia baba yako ambaye Mungu alimtumia kuleta uumbaji. Wewe unajisifia Ronaldo, hata shilingi moja hajawahi kupatia. Hii ni akili mbovu sana. Nisikizeni ndugu zangu vijana, ili wimbi neno kwenda huko, hata kama itasifiwa mipira na wachungaji na wazee wa kanisa na viongozi wa tukasa, shun away. Hakuna lolote la maana kule, nitakataka utaweaken your reasoning. Uwezi ukasimama kukabiliana na siku hizo zenye challenge ukiwa mtazamaji wa michezo hizo na maigizo kama hayo, halafu useme our God is able. Utaendelea kupambana na judgment of God, na God's solution, na even struggle with sin when we weaken our reason. Haya yote tunapambana nayo. Mwalimu Kahare mpaka watu wanatetea hiyo miziki miovu, ni kwa sababu hawalishi reasoning yao na neno la Mungu. Basi wakwambia nini? Wanakuletea uzoefu. Kwa sababu faith is not experience. Experience, that means is what you do. Faith is not what you do. Kwa sababu unasema experience, kile ulichopitia, kile ulichoona, na imani haijengwi kwenye uzoefu. Your eyes towards God. Hii ndio sehemu ya kwanza. Turn your eyes upon Jesus. Hiyo ndio message. Then you will have your faith. Hiyo ndio utakayosimama na utakuwa imara, kwa sababu katikati ya challenge macho yako yamejifunza kumwangalia yeye. Na ndio unaona haka ni Daudi kanachunga kondoo, kumbe maisha yake yote amejifunza kumuona yeye. Kwa hiyo hata ndani ya siku 40 Goliath anatukana majeshi ya Bwana, anatukana Bwana jina lake, tukana. Anapokuja ile siku ya 40 ilikuwa ndio mwisho wa matusi yake. Hapa amekuja mtu ambaye huwa haoni simba wala dubu, huwa anamuona Mungu. Kasema huyu mjinga mmemruhusu siku zote 40. Kwa nini? Maisha yake yote huwa anamuona Bwana. Usiamuke na BBC wala Radio Deutsche Welle. Amka na Kristo. Na ndio huyo, ukiwa kaburini atakapokuja, macho yako ya kwanza yatamuona yeye. Mungu atujalie kumuona yeye, na tutapata tafsiri sahihi ya vyote vinavyoendelea. Tutavitoa maishani mwetu kwa sababu yanamuona yeye. Ukimuona yeye unakuwa na uelewa. Reasoning ndio inao fortify hayo yote, inakupatia evidence in a way unaweza kufanya debate, a good debate, but from the word of God. Leo pia tutaenda kuomba to see God.